Tumeanja habari zetu mchana kwa sababu mtaweza kufuata michezo ya kandanda. Hiyo ya Leopard tutaweza kucheza leo kufuatana na vijana wale wataweza kupambana kama vile mlizofuata mpango waliweza kumjulisha ndugu zetu wapasha habari wa michezo. Na tukifungua ukurasa wa habari tutaweza kumjulisha kwamba mama Aziza Munana Natali aliweza kupokea mimi kabisa wajumbe wa tatu kunako ofisi yake ya kazi hapa mji mkuu Kinshasa. Wa kwanza aliweza kumpokea ni bwana Ansias, huyo mjumbe wa Jumuiya ya Madola ama Union Europeenne, wakizungumzia mimi kabisa namna ya kuweza kusaidia wakimbizi wa vita pia na ndugu zetu walizopata msiba mbalimbali nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Ni lazima kwa sababu tuna wale tunatumika nao pamoja na wanajua matatizo na magumu ya Wakongomani. Wa pili ni balozi wa nchi ya Maroc, nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia. Huyu umejua nchi ya Maroc na nchi yetu kuna uhusiano wa kweli. Waliweza kuzungumzia uhusiano, masikilizano kati ya nchi yetu mbili na namna ya kuweza kusaidiana kwa matatizo na mambo mbalimbali tunayo mimi kabisa kwa nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia, wakimbizi wa vita pia na watu waliopata msiba wa maji na kadhalika. Kisha huyu balozi wa Maroc mama Nathalie Aziza Munana aliweza kupokea vile vile bwana John Akbar. Huyo ni mjumbe mpya wa UNICEF. Hiyo ni shirika kubwa ya ulimwengu yenye kusaidia kabisa watoto ama vijana. Umejua nchi ya Demokrasia kuna wakimbizi wa vita wengi kwa watoto wadogo, kuna watoto wadogo wengine wenye kuingia kunako waasi kuwapatia silaha, na kuna watoto wadogo wenye kosa namna ya kuweza kuishi, kula, kusoma vizuri. Ilikuwa lazima wazungumze na UNICEF na waziri mwenye na ujamii namna ya kuweza kusaidia kazi mbalimbali, kusaidia serikali yetu, kusaidia ndugu zetu na watoto wadogo, vijana wale na matatizo, sio tu kukimbia kwa vita na mambo kadhalika. Ni vizuri tuweze kutumika mkono kwa mkono na UNICEF inaweza kutusaidia kwa kazi ya kusaidia watoto wadogo pia vijana. Yale ni masikilizano ya serikali yetu kwa njia mama Nathalie Aziza Munana na ndugu zetu wale wa UNICEF. Habari kusika na sheria. Waziri makamu anayehusika na sheria nchi ya Kongo ya Kidemokrasia amepatikana upande wa Gambia, mimi kabisa mji mkuu Banjul, na huko aliweza kupokelewa na kuzungumza na ndugu zetu wa diaspora wale wanaopatikana huko, sababu Wakongomani wamepatikana ulimwengu nzima, Afrika nzima, manchi zote Wakongomani wamepatikana. Aliweza kuzungumza nao kuwafasiria mimi kabisa namna president wa nchi ya Demokrasia ameendelesha kazi ya kutafuta maendeleo pia uchumi nchi ya Demokrasia, na aliweza kuwaomba vile vile wao wa diaspora wanaopatikana huko wapaswe kujiunga pamoja na serikali yetu, kujiunga pamoja na president wa nchi ya Demokrasia kuweza kutafuta majengo na maendeleo ya nchi ya Demokrasia na kumaliza vita tunayopiganishwa kama vile mejua na nchi ya Rwanda pia na waasi wa M23. Aliweza kufasiria vile vile mpango mbalimbali serikali anayo kwa kuweza kutafuta maendeleo ya nchi. Tukijelekeza upande wa Kasai Oriental, mimi kabisa upande wa Mbuji-Mayi, tutamjusha kwamba liwali wa jimbo hiyo bwana Jean-Paul Mbegwa Kapo aliweza kualika hapa mji mkuu Kinshasa, kisha siku ya kazi yake hapa mji mkuu Kinshasa aliweza kurudi pale Mbuji-Mayi, na nafasi aliweza kupokelewa na viongozi pia raia wa Kongomani walikuwa wengi kumngoja kunako uwanja wa ndege. Na kufika kwake kama vile umejua kwa shangwe na furaha, aliweza basi kujelekeza na huko pande aliweza kuzungumza na raia walikuja wengi kuweza kumsikia akiwafasiria kwamba serikali imefanya kazi yake na wao wataendelea na kazi ya kujiunga pamoja na serikali na kutumika kufuatana mpango wa president wa nchi ya Demokrasia kwa kutafuta kuendelesha kazi za uchumi na majengo maendeleo ya nchi ama ya jimbo lao la Kasai Oriental. Kwa jumla basi yale waliweza kusikia mambo ya milioni 3 ya madola kuhusikana na siasa na ufanya, akijulisha kwamba hana mingi ya kuweza kuwafasiria, lakini sheria ataweza kufanya kazi yake. Aliweza kupiga asante vile vile kwa wazaliwa wa Katanda wale wameleta amani na ukimya, hakuna tena fujo upande wa Mtao. Habari tujielekeze upande wa Kikwit kunako University USP Kikwit, kama vile mmoja ni university kubwa huko upande wa Kwilu, na hiyo basi kiongozi wa university hiyo bwana Jacques Kene aliweza kama vile mmoja kufasiria vizuri na kujulisha namna amewaza mimi kabisa kwa mpango wa university wa LMD, na hiyo basi kujulisha kwamba
wameendelea ma university ya nchi ya Demokrasia, hata wao kwa upande wa ESP Kikwit. Lakini kuna matatizo kidogo kwa wanafunzi kwa kuweza kujihakikisha kwa kuendelesha mpango huo. Wengi hawajua kabisa waitumikie kamili, imeleta matatizo kwa sababu mpango ulikuwa mbele wa kipindi ya kwanza ya graduate, kipindi ya pili ya lisansi ilikuwa vizuri zaidi, kwa sababu kipindi hii tunao ya LMD ingali nguvu na ingali fujo. Itakuwa lazima serikali apashe kutia kabisa kipindi sifuri ama preparatoire kwa kuweza kupokea vijana wale wote wanaopata cheti yao kubwa ama diploma d'etat, kusudi waingie kuna university na kujua namna kuweza kusoma vizuri. Wakati watamaliza atakuwa wasujaa, atakuwa na elimu na ataweza kutumika kama vile desturi. Yale ninasema bwana Jacques Nkini huwa ajulisha kwamba ni vizuri wapaswe kuchukua vizuri mimi kabisa mpango wa LMD, kwa sababu hatujakamilisha kunako na university yetu. Habari kusika na Mbanza Lemba Jeff, tutamjisha kwamba huko kweli wa mama wale wanaofanya kazi za mlimo za mashamba tunaitwa maraîcher kwa Kifaransa, wamefanya kazi yao vizuri, wamepanda lenga, sombe, matembele na zingine, imesaidia wakongomani wa mji wa Kinshasa na wale wanaopatikana huko pande wa Mbanza Lemba. Na hivyo basi mmoja huyu mteule wa mji wa Kinshasa upande wa Moamba, Norberti Matanda, aliweza kuwa nao na kuzungumza nao na kuamsha zamiri na kujulisha kwamba ni wamama wamelinda majamaa. Ni vizuri wapashe kusaidia majamaa popote wanaopatikana na kujenga pamoja na mpango wa president wa nchi ya Demokrasia. Hakwenda mkono bure kwa mama wale, aliwapelekea mavazi kama vile vikwembe, aliwapelekea vyombo vya kuweza kutumika nao ya kumwanga maji, pau na vingine tumeita rosaire kwa Kifaransa, na jembe kwa kuweza kuchimba na kuweza panda mimea, upanda vitu kama vinavyofaa. Walipiga kisantu wa mama wale na kufurahi kujusha kwamba wataendelea tu kulisha majamaa popote wanaopatikana hapa mji mkuu wa Kinshasa. Mimi kabisa huko upande wa Mbanza Lemba na mama Norberti Matanda aliweza kuwasikia. Habari kuhusika na ujamii tumejielekeza huko hapa mji mkuu Kinshasa tu tumeita wa vilema. Wao na vile vile waweza pokea bwana Joseph Kamba Mukendi huko pande wa Lemba, aliweza kuwa nao na kuzungumza nao kusudi apashe kuwasaidia ndugu zetu wale wa vilema. Ndugu zetu wale wa vilema kuwasaidia kama vile mwenyewe rais, kwa sababu sauti amepatishia hivyo. Bwana Joseph Kamba Mukendi aliweza kupatia vitu vya kula, chakula kama vile mchele, muhindi, sukari na vingine, kusudi nao wapashe kujitaalamu kabisa, kwa sababu ya ndugu zetu wale kwa kuweza kutumika wanakuwa na magumu kidogo, lakini wakipata chakula itaweza kuwasaidia siku hizi. Na hivyo kwa lazima akijulisha kwamba ukisaidia maskini umejisaidia, kwa sababu Mwenyezi Mungu anapenda wale wenye kusaidia wa maskini kama vile wa vilema na wana nguvu kuweza kutafuta. Lakini aliweza kuamsha zamiri kujulisha kwamba si vizuri kulomba kunako njiani, kuwa na matatizo na watu, lakini ikiwa wana lazima chakula wanapaswa kujua wanani wanaweza kulomba na namna gani wanaweza kuwasaidia. Na ale Joseph Kamba Mukendi aliweza kuwasaidia, na wamama na wabwana vijana walipiga asante kwa msaada huo. Upande wa Nsilo tutamjulisha kwamba huko wanaalika wakongomani wengi kuzaa hapa mji mkuu wa Kinshasa wapashe kuandikisha watoto wadogo, watoto wachanga wale wenye kuzalika ikemea mwana siku miezi mitatu ama siku 90. Wakati mtoto amezalika anapaswa kwenda kumandikisha kunako ofisi ya mtaa wao tumeita etat civil, kusudi serikali apashe kujua kwamba mtoto anazalika ni wa mama fulani, ni wa bara fulani, na wakati unaweza kuwa lazima kujua jina lake na kujua ni mzazi gani anaweza muisha, hakutakuwa shida, hakutakuwa magumu. Na hivyo basi Ziko Mukanga yeye aliweza kujielekeza huko kabisa upande wa mkoba ameita Mukanga upande wa Nsele, nafasi alienda kwa Musa Zamiri kwa wakongomani wanaokaa huko, pia vijana, pia majamaa wale wengi wangali nazaa, wangali watoto wachanga, watoto wadogo muda miaka 3 na kushuka, ama wangali na siku 90 kusudi kuandikisha watoto kunako ofisi ya serikali.
Habari kusika na michezo ama sport, tutaweza kumjulisha kwamba bwana ya Sante Mulongwe mmoja huyu ameendelea kabisa kusaidia serikali kwa njia ya michezo ya kandanda. Amefanya wote wa kuweza kuamsha jamii kwa Wakongomani kusudi wapashe nao kujiunga pamoja na FECOFA na makazi zingine kufuatia kazi za mchezo. Na hivyo basi umejua Alezile Leopard Renove imekuwa na itaweza kila mara kuweza kuwapatia shangwe na furaha ndugu zetu wale wacheza kandanda. Tumfuate ya Sante Mulongwe. Kama tumaini iko, ili natoka mkwambia, umoja utatupatia nguvu ya kwenda mkubwa monde. Donc tuwe nyuma ya rais wetu Felix Antoine Tshisekedi. Tukiwa tu nyuma rais wetu Tshisekedi na tutakwenda mkubwa monde. Kama tukakuwa contrairement de ça, en tout cas haitatupatia ile bahati. Puisque kuishi ya watu si politique tu. Haiko tu politique. Kuko ressources humaines ile nilisema. Kuko ressources naturelles. Kuko ressources humaines ndio si batu. Tunapaswa kuishi. Kwa sababu huko hakuna championnat. Championnat hakuna. Na ndio tulitaka kusema kama l'État congolais angalie licho moya ku FECOFA. Kwa sababu iko na longofia kila mara kama unaingia kule FIFA itareagir kile reaction ya FIFA. Leo kama equipe yetu nationale ou bien ba club iko na kwenda mu Coupe d'Afrique na ba différents championnats. Si ni franca contribuable congolais ndio biko natosha franca yabo ndio biko na voyager nayo. Il faut kuveiller na ile. Ni nani mwenye batamuingiza mu FECOFA. Aksanti ya Sante Mulongwe tumemita Mesan kwa lugha ya Kifaransa, anaendelea kusaidia mimi kabisa kazi za mchezo wa kandanda mimi kabisa Leopard yetu ya nchi ya Kongo ya Kidemokrasia. Tunaelekeza upande wa Okatanga. Tutamjisha kwamba mnaweza kufuata siku inaweza kupita ulimwengu wale wanaita waskofu wakuu wa makardinal waliweza kumchagua papa, na huyu ataweza kuongoza mimi kabisa kanisa la Katolika ulimwengu mzima. Na bwana Leo wa 14 ndiye aliweza kuchaguliwa kuwa papa kiongozi wa kanisa la wa Katolika. Hivyo basi bwana Kali Mbui aliweza kupiga accent kama vile Mkristo kuona papa mpya kuchaguliwa na kuomba na Wakristo wa ulimwengu mzima kumwombea papa pashe kutumika vizuri, asaidie amani na ukimya na mimi kabisa mapendo na kujua umri wa Mwenyezi Mungu. Bwana Kali Mbui akijulisha kwamba bwana Norbert Fancy papa huyu ni papa amejua nchi yetu ya Kongo ya Kidemokrasia na amejua kazi za kipasta yake, ni kusema ya kumtumikia Mwenyezi Mungu ni kabisa kuomba na raia wa ulimwengu watakatifu wote wa kanisa la Wakatoliki. Akipiga accent bwana Kalimbo na kujisha kwamba itakuwa heshima kuweza tena kumsaidia papa Leo wa 14 na kumtukuza Mwenyezi Mungu. Habari za mwisho ni habari tu za dini wa Kimbangist. Tutamjusha kwamba wandugu zetu wa Kimbangist Revera Mpumbalo Zambo aliweza nao kuwa na shangwe kubwa kanisa mimi kabisa kusika na sikukuu ya kula mwili mtakatifu tumeita Saint Saint kwa lugha ya Kifaransa. Ilikuwa huko upande wa Kasavu tarehe 11 mwezi tunao tuafati. Leo tunafurahi kabisa kwa sababu iko karamu kuu ya communion. Maana yake communion kwa Eglise Kimbangiste iko nafanyika mara 3 kwa mwaka. Ya kwanza ni le 6 avril, ya pili mu 25 mai na ya tatu mu 12 octobre. Alors leo Kinshasa alikunywa communion ya le 6 avril parce que 6 avril batu yote walikuwa Nkamba, wale wanarudia ndio wanatengeneza, ndio leo wanakamata ile communion. Iko seremoni kabambi, ndio maana munaona furaha ya batu malgré mvula, lakini batu wanafurahi kabisa kwa kuwa wanakamata mwili ya Bwana wetu Yesu Kristo na damu yake. Aksanti, taweza kuacha kibao ama chikono kwa bwana Marcel Mbebe na Narcisse Masengo ataweza mtangazia habari kuna lugha ya Chiluba. Mimi nitakutana tena siku ya kwanza ijayo inshallah. Kwa elimu alamsiki. Tout de suite, info Chiluba.